Natumia fursa hii kuwahimiza kuwa mnapaswa kutunza vifaa mtakavyokabidhiwa na kuvitumia ipasavyo. Ubandikaji wa mabango ya kituo ni kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizosimamia uchaguzi. Hivyo ni wajibu wetu kuhakikisha mabango yanayotakiwa kubandikwa kituoni yanabandikwa kwa usahihi ili kuepuka ukiukaji wa masharti ya sheria na kanuni za uchaguzi. Kutokana na jukumu hili, kama nilivyosisitiza kwenye hotuba yangu ya ufunguzi, mtapaswa kufika kituoni katika vituo vya kupigia kura mapema iwezekanavyo kutegemeana na jiografia ya eneo husika. Sisi kama tume tumejipanga kuhakikisha tunawasafirisha pamoja na vifaa husika kwa utaratibu mzuri. Wakati cha kusisitiza hapa, tuna vituo, mfano kituo cha Mapingili Mwanzwaji, unatembea umbali kidogo, unapita kwenye majaruba kidogo, na mvua utavua viatu kidogo. Sasa huo ndio uzalendo. Maana tunasema ukitoka hapa basi jua kituo chako kiko wapi. Sio ile tarehe 29 au tarehe 29 saa 10 ndio unawaza kituo asubuhi. Hapa basi piga simu, ngazi ya kata wapo, sisi wajibu tupo, tutakwambia kituo chako kiko maeneo fulani. Utunzaji wa siri. Ndugu washiriki, kabla ya kuanza mafunzo mliapa kiapo cha kutunza siri. Kiapo hiki kipo kwa mujibu wa kanuni namba 8 ya kanuni za uchaguzi rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2025. Ukiukwaji wa kiapo hiki kwa kwanza kutoa taarifa za siri ambazo tume haikukupa maelekezo ya kuzitoa katika utekelezaji wa kazi zako, maana yake utakuwa umetenda kosa chini ya sheria na utawajibika kwa kosa hilo. Hivi sasa yapo makundi sogozi ya WhatsApp, jitahidini katika kipindi hiki myapunguze ili msije kukosea kutuma taarifa ya aina yoyote katika makundi hayo ambayo haikutakiwa. Nihitimishe hotuba yangu ya kufunga mafunzo kwa kuasa mambo machache. Moja, kuzingatia muda wa kufungua na kufunga kituo cha kupiga kura, jambo muhimu sana. Kufanya kazi kwa uzalendo na weledi. Uzalendo na weledi. Kwenye weledi tumeshajengewa uwezo. Sasa hivi sisi tuna ujuzi wa kutosha. Sasa tutumie ule weledi kwenda kufanya mambo kwa utaratibu kwa kuzingatia sheria. Kufanya kazi kwa kushirikiana na bila kusahau kuwa msimamizi wa kituo ndio msemaji wa mwisho katika kituo cha kupigia kura. Kuwa na lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum wanapofika vituoni. Kuhakiki vifaa vya uchaguzi mara tu mtakapokabidhiwa na kutoa taarifa haraka kwa msimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata au jimbo iwapo kuna mapungufu. Baada ya kusema haya, ndugu washiriki, natamka kuwa mafunzo haya ya siku moja, siku mbili ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura yamefungwa rasmi. Kura yako haki yako. Kura yako haki yako. Kwa hotuba ambayo imetolewa na mgeni rasmi, mimi binafsi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Ameonyesha moyo wa uzalendo toka mwanzo alipokuja siku ya kwanza, na hatimaye katika siku ya pili ameonyesha jinsi gani anavyokutakia wewe na mimi tuweze kuwa katika daraja lile la matumaini. Hatuhitaji kuharibikiwa, na yeye hahitaji mtu yote aharibikiwe. Tahadhari zote ambazo ameweza kuzitoa ni vizuri tuzizingatie ili tuweze kwenda kama timu moja, ili kama ni magoli twende tukafunge na ushindi huo wetu pamoja. Kwa ajili hiyo basi ni kuombe wewe ambao umesikiliza hotuba hii tuweze kuungana, tuwe enjoy team venture. Tunapokwenda katika vituo vyetu tukatekeleze kile ambacho tumeagizwa, tulichojifunza, tulichokielewa, lakini uzalendo ukatangulie mbele. Ndugu mgeni rasmi, nikushukuru sana, na siku nyingine kama ikitokea namna kama hii usisite kutia moyo na kusaidia mara ambapo pameharibika, maana ndio wajibu wako uliopewa
Kumbuka kazi hii umepewa mabegani mwako, ukaishusha chini. Wapo wasimamizi wasaidizi ngazi za kata, lakini bado na wao pia wakashusha chini ngazi za vituo. Tukuahidi kwamba tutaenda kufanya kwa weledi. Mzidi kutuombea, tumtangulize Mungu. Penye kumtanguliza Mungu hakuna jambo linaloshindikana. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.